Karibuni sana kwa mara nyingine tena. Hii ni Tajiri wa Moyo TV kutoka hapa Nashville, Tennessee, ambapo katika siku leo tunakwenda kuzungumzia masuala ya soka, ambapo tunakwenda kuangalia soka letu la kambini Nyarugusu. Najua walio wengi walikuwa wanasubiria sana siku hii kwa hamu, na leo hiyo tunakwenda kufungua kipindi chetu cha michezo na burudani kutoka hapa nchini Marekani, ndani ya jiji la Nashville. Na hii si nyingine, ni Tajiri wa Moyo TV, na mimi ni Tajiri wa Moyo. Tuende sambamba katika dakika 30 na zaidi kwa ajili ya kuchambua na kubabadua katika soka letu la kambi ya wakimbizi Nyarugusu. Nitakuwa na wadau kadhaa hapa ambao pengine si wageni machoni kwako, ushawahi kuwaona miaka ya nyuma huko wakisakata soka au wakisakata kabumbu katika soka letu la kambini Nyarugusu. Na si wengine, ni nao wachezaji wa timu zote mbili, kwa maana ya K1 Mtetezi dhidi ya R1 Sport. Hao ni wachezaji wa zamani ambao waliwahi kuzichezea timu zote mbili, kwa maana ya R1 pamoja na K1 Mtetezi. Leo nimewaunganisha katika siku ya leo tuweze kuangalia katika dabi ambayo inakwenda kupambanika katika wiki ijayo kati ya R1 dhidi ya K1 Mtetezi. Watakwenda kuzungumza namna ambavyo ilivyokuwa inakuwa wakati mechi kama hizi zikichezeka, na sasa hivi mabadiliko wanaona yakoje. Kwa hiyo utakwenda kumsikia mmoja baada ya mwingine akitoa maoni yake kulingana na sakata nzima kuelekea dabi ya kambini Nyarugusu kati ya R1 dhidi ya K1 Mtetezi. Hapa niko na wadau kadhaa, utakwenda kumsikiliza hapa Lelei Bwinga. Huyo alikuwa ni beki maridadi kabisa wa timu ya R1 Sports, sasa hivi yuko kule Ireland. Utakwenda kumsikia kwa vile utakwenda kumsikia hapa Mario. Huyu naye alikuwa ni beki kisiki wa timu ya K1 Mtetezi, naye yupo ndani hapo, utakwenda kumsikiliza. Bila kumsahau Gongo Mtambala Tajante Benoit. Huyu ni mwanajeshi kutoka hapa Kentucky Louisville, naye aliwahi kuchezea timu ya R1 Sports, sasa hivi yuko hapa Louisville, Kentucky. Vile utakwenda kumsikiliza hapa Alex Epidor. Yeye naye yupo hapa na Marekani, jiji la Louisville, naye aliwahi kuchezea timu ya K1 Mtetezi. Kwa wote kwa pamoja tunakwenda kusakata ili kwa pamoja kuangalia namna gani mambo yalivyokuwa yanakuwa katika swala nzima la maandalizi la mchezo katika soka la kambi ya wakimbizi pale Nyarugusu. Sasa nikianza na upande wangu hapa wa kushoto, na muona hapa yupo Lelei Bwinga. Bwana, habari za kwako kwanza huko ulipo bwana Lele? Mazingira yakoje huko na familia nzima? Nashukuru sana Tajiri wa Moyo. Kama ulivyoongea, sisi hatujambo kabisa Island, tunashukuru Mungu. Ndio. Najua ya Ulaya ni kawaida popote, Marekani wapi na wapi, maisha ya kizungu ni sawa sawa tu popote. So tunashukuru Mungu, tuko bien kabisa. Asante sana. Huyo ni Lelei Bwinga kutoka pale Ireland, anasema wako vizuri, na kama nilivyokutambulishwa hapa awali ni mchezaji maridadi aliyewahi kuchezea timu ya R1 Sport pale kambini Nyarugusu. Namuona hapa yupo Mario. Bwana Mario, habari za huko? Habari ni salama kabisa, tunashukuru Mungu. Ndio. Tuko salama. Mko salama? Familia wanasemaje hapo? Familia yote mzima kabisa, imekaza. Asante sana. Huyo naye utakwenda kumsikiliza hapa, mpenzi mtazamaji. Vile bila kumsahau yuko hapa Tajante Gongo Mtambala, na atakwenda kusikika katika mic zetu za Tajiri wa Moyo. Habari za kwako bwana Gongo Mtambala Tajante? Asante sana ndugu mtangazaji. Kama unasema, mimi ndio Tajante Gongo Mtambala Benoit Songe wa timu R1. Kwa kweli inshallah tunamshukuru Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, na tuko inshallah kwa Louisville, Kentucky kabisa. Mambo yako poa. Okay. Asante sana. Vile tutakwenda kumsikiliza hapo mtazamaji Alex Epidor, naye aliwahi kuwa kiungo mchezaji wa timu ya K1 Mtetezi, naye anasikika hapa kwenye mic za Tajiri wa Moyo TV. Bwana Alex, habari za kwako? Habari nzuri ndugu yangu. Mambo yanasemaje huko Louisville, Kentucky? Hapa Louisville, Kentucky tuko salama, sema tuko kali joto sana, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuko salama. Asante sana. So kama nilivyokujuza hapo mpenzi mtazamaji, umeweza kuona namna gani itakavyokuwa katika siku ya leo. Tunakwenda kuzungumzia masuala ya soka katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu. Na bila kuchukua muda wako, tuanze na Lelei Bwinga.
Tuanze kwanza, tunataka tujue historia yako ya soka katika kambi ya wakimbizi Nyarugusu, namna ambavyo ulivyokuwa, ulianzia wapi soka lako na mpaka ukajiunga na timu ya R1 Sport. Tuambie historia kidogo kuhusiana na soka lako katika kambi ya wakimbizi Nyarugusu. Niseme tena nashukuru sana bwana Tajiri wa Moyo. Na nafikiri ni mara ya kwanza kuonekana katika TV ya Tajiri wa Moyo TV, Tajiri wa Moyo TV. Nitaongea tu in short kutokana na maisha yangu ya soka. Mimi nilianzia soka pia mitaani tu kama kawaida, kijiji chetu pale mnafahamu wote. Ndio. So tulicheza mitaani hivyo. Basi siku moja ule president tunaweza kumfahamu mwenyewe wote, alikuwa prof college de la Charité. Sasa kipindi kile tulikuwa mu premier CEO na Mastar kuwa president wa timu ya RS Sport. Na alikuwa titulaire wetu kipindi hicho. Nafikiri ilikuwa mu 2001 2002 kama sijakosea. Ndio. Sasa akatuchukua kipindi tunacheza ile soka ya shuleni pale, akatupeleka kwa timu ya RN. Tukaingia mjunior, tukaanza mazoezi mjunior hivyo. Nafikiri hapo ndo ikawa mwanzo wa mimi kuonekana katika timu ya RN. Okay, asante sana. So tumesikiliza hapa ukizungumza namna ambavyo ulivyokuwa unaanza au ulivyoanza kuchezea timu ya R1 Sport. Labda pengine mashabiki wangependa kufahamu zaidi, Lele ni nani hasa? Ni baba wa familia, ana familia, sasa Lele nini hasa kando ya soka ile kambi Nyarugusu, ukiachana na soka? Nashukuru sana tena. Tofauti na soka, unajua maisha pale tulikuwa tuna job, tuseme hivi. Kutokana na mazingira ya kambi tulikuwa hakuna kazi kabisa ya kufanya. So muda mwingi ni bezi msoka. Nafikiri haya ndo naweza ongea nje ya soka. Sasa mimi ni baba watoto wanne na nafikiri ni hivyo kwa ufupi tu. Asante sana kwa maoni yako hayo. So nikija kwako Mario, nafikiri kwamba na wewe pia ni mtu ambaye uliwahi kuchezea kiwanja tetezi kwa muda mrefu. Na kwanza tungependa kufahamu, au wadau wa Tajiri wa Moyo TV wangependa kufahamu, ulitoka kambi Nyarugusu kuingia hapa Marekani ilikuwa ni lini, au ulikuwa ni mwaka gani? Asante sana Tajiri wa Moyo. Nilitoka Afrika, ilikuwa mwaka 2020 ndio nilitoka Afrika. Kuhusu soka langu mimi Afrika, yes. Sina mbali sana na ndugu yangu Pinga, kwa sababu mimi na Pinga tumekuwa kabisa pamoja katika soka letu. Ya tulianza ile maandalizi ya zote ile mazone ile kulikuwa ligi kipindi hicho, kulikuwa Marekani, kulikuwa Mamikokade, kulikuwa Marekani, ndio unapata kujua senior. Okay. Sasa hicho kipindi ndio tulikuwa, alafu na RL ilikuwa kama vile timu moja. Kwa sababu viwango vilikuwa vinatoshana. RL ilikuwa sana ina kamati tu tofauti na kie. Yani RL organize kabisa. Ndio. Sasa ukiwa mwile zone, ukiwa na kipaji, inakutafuta. Ndio. Sasa kipindi hicho tulikuwa wa vijana wengi katika village yetu ambao tuna vipaji. Tukaona sio vizuri mpaka tufike RN. Tukaona tuforme timu pale, wanze hapo.
na timu ya TE kabisa ilianza vizuri, ilikuwa mwaka 2001 ikaonekana timu, lakini hapo nyuma kwote ilikuwa tu inakongua watu. Okay. Yani kama vile waasi wanatoka kutimu ingine ndo wana formate timu. Ya wakati hapo hivyo ndo tukapanda, tukawa sasa tukaonekana timu kwa sababu kulikuwa vipaji vingi. Okay. Hiyo ndio ya maisha yangu ya soka katika kambi ya Nyarugusu. Okay, asante sana. So, wapenzi watazamaji, tunaendelea na mahojiano yetu hapa na umekwenda kuwasikiliza hapa wakizungumza hapa wadau wa michezo ambao waliwahi kuchezea timu zote mbili kwa maana ya timu ya R1 pamoja na Kiwani Mtetezi. Na umekwenda kuwasikiliza watu wawili hapa kwa upande wa Bwinga akielezea story yake fupi namna ambavyo alivyoanza soka na kuanza kuchezea timu ya R1 Sport, na vile vile umekwenda kumsikiliza hapa Mario akielezea story ya fupi na namna ambavyo alivyoanza na mpaka kuanza kuchezea timu ya Kiwani Mtetezi. Tuko na wadau kadhaa wapo ndani ya mjengo na wote kwa pamoja utakwenda kuwasikiliza namna ambavyo story yao ya soka ilivyo. So nikiwa upande wangu namuona hapa Tajante Ngongo Mtambala. Tajante Ngongo Mtambala, pia wewe ni mtu ambaye uliwahi kutumikia timu R1 Sport kwa mafanikio makubwa kwa maana ya misima kadhaa ambayo ulichezea. Na kumbukumbu gani ambayo unaweza kutuambia wana Tajiri wa Mo TV kuhusiana na historia kidogo ya soka, namna mlivyotoka katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu kuja ya Lugufu kuja kuingia katika kambi ya Nyarugusu na moja kwa moja ukajiunga na timu ya R1 Sport. So najua kambi kulikuwa timu kadhaa ambazo zilikuwa mle ndani. Kwa nini wewe ulichagua R1 Sport na isiwe timu nyingine? Tuanze hapo. Asante sana ndugu mtangazaji Tajiri wa Moyo. Kwanza niwashukuru wadau walioshare hapo story yao fupi. Kiukweli mimi kipindi nipo Lugufu sikuwahi kusikia timu zingine tofauti na Feba, Bilombe na DE na RN. Kwa kipindi tulikutoka Lugufu kufika pale, timu ya kwanza tulichukua ilikuwa SG H3. Baada ya hapo tulikuwa wengi sana, na kumbuka tulikuwa na kina Pamba, watu wengi sana, wengine hapo Young Boys. Lakini waliokuja kunirubuni na kumbuka ni Dezone Lengelela na Kocha Star. Na kwa kweli malipo ambao nakumbuka kwa kweli katika timu ya R1 waliwahi kunijengea nyumba ili nipate kuwachezea na nikapata hadi na ploti mule mu RN. Na ndio maana nimechagua RN. Hapo ndo mwanzo wa wewe kuanza kuchezea timu ya R1 Sport ulipotoka kambi ya wakimbizi ya Lugufu kuingia kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu. So tukizingatia namna ambavyo ilivyokuwa katika ulivyozungumza hapo kwamba uliwahi kuwa nasikiliza huko kambi ya Nyarugusu kwamba kuna timu kadhaa huko kambi ya Nyarugusu na ikiwemo timu hiyo ya R1 Sport. Ulivyoingia katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu, ule ushawishi ambao uliupata kutoka katika timu ya R1 Sport ndio ulikufanya wewe kuchagua kujiunga nao baada ya wao kukujengea nyumba? Tajante Ngongo Mtambala unanisikia? Nilikuwa sikupati kiongozi. Okay, nilisema baada ya wewe kuingia kambini ya Nyarugusu kama alivyosema hapo walikushawishi na ulianza kujiunga kwanza na timu ya SGH3 na baadaye ukajiunga na timu ya R1 Sport. Na umezungumza hapo kwamba waliwahi kukujengea nyumba baada ya kufika kambini, na ndio maana kauliza kwamba hiyo ndo sababu zaidi sana iliyokufanya wewe kutoka SGH3 kujiunga katika timu ya R1 Sport baada ya kuona kwamba wakufanyizia matunda madhuri ya wao kukujengea nyumba? Ndio kiongozi. Asante sana. Basi tuzungumzie kidogo kuhusiana na swala nzima la soka la kambi ya Nyarugusu katika misimu ambayo uliwahi kuchezea. Ni historia gani ambayo unaweza kutuambia kwa miaka yote ambayo uliishi pale kambini na kwa misimu kadhaa ambayo uliwahi kucheza katika timu ya R1 Sport?
Kwa kweli nimefurahi sana kwanza kwa kipindi hiki kizuri ambacho umetukutanisha kwa madhumuni na malengo ya dabi ambayo inakuja hapo. Kiukweli mimi ni mtu nimeipenda R1 sana. Nilifika kambini Nyarugusu 2009 ndio nimefika Nyarugusu. Na kwa kweli kisoka nilipenda soka kwa sababu nilikuwa na wachezaji wazuri sana ambapo tulikuwa na ushirikiano wa kusema ya kwamba tuache lobolo kwanza. Tulikuwa tukipendana sana hata kama mabeidi walikuwa mashabiki wakubwa sana. Tunajua hapo na wengine wazee wa nchi moja watakuwa na kumbukumbu. Ila kiukweli kabisa mimi katika soka nilikuwa nikiumizwa sana kusema kweli kabisa. Hadi hivi najua hata watoto wangu wanajua kipi kinachoendelea hapa sasa hivi. Bora nipigwe na timu zingine zote, lakini nilikumbwa kabisa na kutandikwa na majirani kwa sababu nilikuwa siongee na majirani kabisa. Huyo QTA alinipiga sana 3 mechi ya kwanza pale Feba Young Boys hivyo. Na ndio mazmuni kila kitu kinalipwa hapa chini ya jua. Sasa mkongoto ambao tunawaletea sasa hivi sijui kama wataweza kuuasha. Kwa hiyo katika soka kabisa nilikuwa nikiumizwa sana kupigwa na matimu jirani. Okay, umezungumza namna ambavyo ulivyokuwa unajifili baada ya kupoteza michezo kadhaa, huku hisia zako zikiwa zimeyeyuka kabisa baada ya kupoteza katika michezo hiyo nyinyi dhidi ya watani wenu wa jadi. Sasa katika historia yako ya soka ni uliwahi kukumbana na timu pinzani ambao umewasema hapo watani wako wa jadi mara ngapi, na matokeo hayo yalikuwaje katika misimu yote ambayo mliwahi kukutana? Kwanza mlikutana mara ngapi na matokeo yalikuwa vipi? Kwa kusema ukweli, msema kweli mpenzi wa Mungu, kwa kweli niliwahi kukumbana na timu hii mara 3 na walinipiga. Mechi ya kwanza walinipiga goli 3. Mechi nyingine wakanipiga goli 1 kule ND, na pale vile vile walinipiga goli 1. Lakini kabisa nitakwenda kumkumbusha Mario, hata kama nilishawahi kupiga goli mechi ya kuna mechi tulicheza pale Makade, mvua ikanyesha siku 3, mechi tunairisha. Niliwahi kupiga kupela kutoka Kusatra hadi kule hadi wamoja wakalazwa. Hilo Mario alijua, na mkumbusha tu kumbukumbu. Okay. Sasa mwana Mario, umemsikiliza hapo Tajante Ngongo Mtambala akizungumza historia fupi namna ambavyo mliwahi kukutana, na amekiri kabisa kwamba katika michezo ambao mliwahi kucheza pale kambini Nyarugusu mliweza kuwafunga kwa michezo 3. Kwanza tuambie ambacho tukizungumza hapo Tajante Ngongo Mtambala, kwako wewe mlikuwa mnajiandaa vipi katika yakiwa mtetezi kuja kukabiliana na timu pinzani kama timu R1 Sport ambayo ukiangalia katika soka na historia la kambi ya kumbiza Nyarugusu hauwezi kuacha R1 Sport. Sasa ukisikiliza namna ambavyo alivyozungumza hapo Tajante Ngongo Mtambala na namna ambavyo mlikuwa mkijiandaa kuelekea katika michezo hiyo ya dabi kati yenu na R1, maandalizi yalikuwaje na mpaka kwenda kufanikiwa kwenye michezo 3 yote hiyo ambao wamehitaji hapo Tajante? Asante sana kwa swali, na nimeshukuru jinsi Tajante amekiri. Sema kweli, ni mpenzi wa Mungu, amekiri kabisa, ni kweli. Sisi tulikuwa tumejiandaa vizuri sana na tulikuwa na quality ya wachezaji. Mpira ulikuwa nguuni kweli kweli, wache vingine, lakini mpira ulikuwa nguuni. Tulikuwa na generation mzuri sana yenye ilikuwa inajitoa. Tulikuwa na wazalendo wa timu tofauti na sasa. Tulikuwa tununuliwe viatu ni kujitolea tu. Yaani ukipenda kitu utajitoa kukula kitu. Yaani tulikuwa tumejitoa sana kipindi hicho. Na ingine vibe ya village ilikuwa yani mahali mengi, lakini tulikuwa tunashukuru Mungu, tulikuwa tunaungana pamoja, yani ilikuwa timu kweli kweli. Ndio maana tulikuwa tunawashenyenta hawa jamaa.
Okay, asante sana kwa maoni yako bwana Mario. Tukija kwako Alex Frimponge, wewe ni kati ya wachezaji ambao waliwahi kuchezea timu ya Giraffe pale F3 na baadaye wakakuona timu ya K1 Mtetezi na kukuchukua kwenda kukipiga pale. Sasa tuambie wewe kwanza, maisha yako ya soka katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu ilikuwaje? Namna ilivyokuwa kutoka Giraffe na kujiunga K1 Mtetezi kabla ya kuja hapa nchini Marekani. Alex. Kwanza nashukuru sana bwana tajiri wa moyo kutuunganisha sisi hapa. Nikapiga mwere. So nikaanza kutoa ile majinyoto yote nilikuwa tena pale kwa RM. Baada hapo wakanipigia simu kule mguu fete kambi nataka fungwa. Inatakiwa ambao watakao kwenda Kongo, ambao watakao kwenda Nyarugusu. Kwa hiyo mimi kabidi tena hiyo 2000 kisha tukaja na nini Nyarugusu. Tena nikafikia tena RM kwa sababu nilikuwa daraja ambayo nilikuwa nishazoea. Ya maisha yangu kweli nilichezea sana RA kwanza. Ndio nilikuwa nimezoea sana. Baada hapo ya sitoweza kumtajataja matofauti ambao tulikuta pale RA. Ya tukawa na timu pale RC. Kocha wetu alikuwa anaitwa Kambiaso. Kambiaso ndio alikuwa kocha wetu pale RC. Ya baada hapo ikafika muda nikaenda Giraffe. Ya Giraffe pale nikakipiga tu vizuri. Ya ikafika kipindi nikaamua kwenda kuking Mtetezi. Kwa hiyo ndo siwezi nikaongea mingi, lakini historia tu kidogo hiyo ambayo nilifika Nyarugusu na nikacheza mpira mpaka nikatoka mkambi niko nachezea King Mtetezi. Yeah. Okay, sawa. Umezungumza hapo historia fupi ya ilivyokuwa kambi ya wakimbizi Nyarugusu pale na umezungumzia historia yako fupi. Hebu kwanza labda tuzungumze hapa katika maisha yako ya soka ya kambi Nyarugusu. Ni mafanikio gani ambao uliwahi kuyapata kupitia soka hilo na kwenye timu zote hizo ambazo umezitaja hapo? Ya kwanza nitasema kwanza mpira unajenga undugu zaidi sana. Mafanikio yangu ambayo naweza kusema muhimu zaidi sana ni kujuana watu. Utajuana watu mbalimbali kwa sababu ya soka. So life isingekuwa soka, isingejuana papale ile hapo. Yani isingejuana tajante, lakini kwa sababu soka iliniambatanisha zaidi sana, yani kufuatana na watu, kukutana watu wengi zaidi sana kwa sababu ya soka. Kwa hiyo mimi naweza kusema faida ambayo nilipata zaidi sana kwenye soka ni kujuana watu. Ya ndio faida tosha tu zaidi sana, kuishi na watu vizuri, kujuana watu. Ya kwa hiyo mimi naweza kusema ni faida tosha zaidi sana. Ya. Okay, kuna yale mafanikio ambayo mtu unakuwa nayo ya labda pengine katika vilabu vyote ambavyo umewahi kuchezea, mliwahi kuchukua ubingwa wote ule kwa misimu yote ambayo umechezea, hawa mkufanikiwa kupata ubingwa wote huo? Nisiwe mnazi tulifika mwere tulikuwa tunacheza kama seniore tu RM. Ya kulikuwa hakuna mafanikio yoyote ile zaidi sana, ikabidi akuja kama sitomfahamu mle mwere tukaunda timu, kulikuwa RC na BC. Kwa hiyo mafanikio yetu yote zaidi sana ambayo mimi siwezi nikazungumzia kama nilipata mafanikio yoyote ile, lakini RC tulifika kama demi pale wakatunyang'anya pointi. Unajua mpira mkambi jinsi unakuaga. Kwa hiyo siwezi nikasema eti mimi nilifika finali wala aje. Lakini kwenye Mtetezi tuliangukia kudemi, tuliangukia na AB3 ya kuhama kule. Ya, kwa hiyo ndio naweza nikasema tu. Okay, asante sana kwa maoni yako hayo ambao umeyazungumza. Sasa nikija kwako Lele, Lele, tuna dabi ya Kariakoo ambayo iko mbeleni wetu hapa. Next week tunayo dabi ya Kariakoo kati ya R1 Sport zidi ya K1 Mtetezi, ambapo ukiangalia katika misimu mitatu iliyopita
R1 imeonekana kuwa bora zaidi kwa sababu wamekutana mara tatu. R1 imechukua alama 3 mara 2 na kutoa sare mara 1. Sasa kwako Lele, unazungumzaje kuhusiana au kuelekea katika dabi hii ambayo inakwenda kupigwa wiki ijayo, ukiwa kama mchezaji wa zamani wa timu ya R1 Sport na namna ambavyo unafuatilia soka la sasa hivi kambini Nyarugusu na namna kikosi chako kilivyo, una matumaini yote au una maoni gani kuhusiana na mchezo huo wa dabi ya Kariakoo unakwenda kupigwa hapo wiki kesho? Lele. Nashukuru sana bwana mtangazaji tajiri. Kutona mechi ya RN na KE. Ni kweli KE ilikuja kuwa timu nzuri sana. Ila kipindi tunacheza sisi na KE, nilikuwa naiona mechi ndogo sana tukicheza na KE. Sio kwamba naizarau timu, no. KE ilikuja kuwa timu nzuri. Sababu sisi tumekutaniwa pale ni timu bora zaidi mbele ya KE, lakini walikuja kipindi ya marafiki walitoka Lugufu mu 2009. So nafikiri pale ndo upinzani kidogo ulionekana. Na mechi ya kwanza ni ile ambayo bwana AKA ya hapo Kanyamakaloko ameongea, mzee wa Longe, ile ya Couvin KE ilitupatia kichapo kabisa cha goli 3. So nafikiri ile ndo mechi kubwa ambayo nina kumbukumbu nayo zaidi. Na mechi zingine tuseme kama walitufunga bao moja kule Yokohama ya inatokea, lakini ile mechi ndo nafikiri ndo mchezo ambao ulinigusa kutokana na tulivyoanza na kikosi chetu kilivyokuwa, alafu upangaji, yani siwezi kuongea mengi kutokana na hiyo mechi. Ila sasa kwa sasa hivi tukiangalia tathmini ya mpira wa KE na sisi kwa hii miaka ambayo sisi tumeshatoka huko, naona tuko vizuri zaidi. Naona tuko vizuri. Sababu matokeo mnayaona, mnayasikia. Tunapokuwa tuko mbali lakini tunayasikia na tunayaona kwenye TV kwa sababu ulimwengu umeshaendelea. So hii dabi ambayo inakuja kesho, naamini tu niseme KE ni watoto wadogo, kitaeleweka tu. Niseme hivyo. Kwa hiyo nafikiri naweza kwa Okay, umezungumza kwamba hii dabi inayokuja hapa kesho ni dabi rahisi sana kwa upande wenu timu ya R1 Sport na KE ni watoto wadogo. Tukija kwako bwana Ngelelo maarufu Mario, umemsikiliza Tashatengo Amini Bwinga hapa akizungumza kidogo kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Unaweza kumjibu kitu gani kuhusiana na hicho ambacho kizungumza hapo? Ya, ameongea maoni yake, hawezi ukakataa maoni ya mtu. Mpira ni dakika 90 na najua mpira wa RN na KE au kwagi nyepesi gisi anajisikia yeye. Ni mpira mgumu mno. Kama hii ligi wamefunga, ilikuwa ile bahati, ukishafika kwenye penalty wa bahati yake ndo anafungaga tu, lakini sio eti ana mchezo zidi ya KE, hapana. Ya, na kuhusu kwa sasa naona hii yote generation inacheza tu mpira mmoja. Yani hakuna eti utasema hawa ndo biko juu sana, hapana. Ule mwenye atabahatisha, lakini mara hii hakuna cha sare wala nini. Kichapo, yani watapigwa kweli kweli. Hatuna huruma kabisa, kwa sababu tulishajua walikuwa wapi na tumeshawashika sasa. Yeah. Hakuna kuachililia.
Okay, asante sana kwa maoni yako Mario akizungumza hapo kuelekea dabi hii ya kambini Nyarugusu kati ya R1 Sport zidi ya K1 Mtetezi itakayopigwa pale wiki kesho tu. Sasa nikija kwako Tajante Ngongo Mtambala, umemsikiliza hapa umemsikiliza hapa Ngongo Mtambala. Ngongo Mtambala, ngana wewe umemsikiliza hapa Bwinga akitoa maoni yake kulingana na dabi hii ambayo inakwenda kupigwa wiki kesho. Na nimezungumza hapa katika historia ya hivi karibuni R1 Sport mmeonekana mko bora kabisa zidi ya K1 Mtetezi. Kwanza tukiangalia katika rekodi head to head mechi zenu na K1 Mtetezi zikoje kama una kumbukumbu vizuri? Kusema kweli, kwanza nimwambie Bwinga kwamba asiwe na hofu. Kwa ila kwenda kwa haraka kwa swali yako ni 3-2. Ya wametufunga 3, tumewafunga 2 na draw 2. Hapo nataka tu nikosoe kwa sababu kuna wengine mechi hapo nyuma tumeenda 1-1. Ila tutagomboa tu. Okay, sasa tukija kuzungumza katika mchezo huu ambao unakwenda kutokea hapa wiki kesho tu hapa. Nini hasa maoni yako ambao uko nayo kuelekea katika mchezo huo, na ukilinganisha katika misimu hii kadhaa ambayo imepita hapa R1 imeonekana kuwa bora zaidi. Pengine labda wale mashabiki na namna ambavyo unavyoona kikosi chako cha timu ya R1 Sport, unaona kabisa mnakwenda kutoboa zidi ya K1 Mtetezi, kwa sababu na wasizani kama na wao watakuja kukubali kama walivyokubali katika misimu yote hiyo mitatu ambayo iliyopita hapo ambapo nyinyi mlionekana kuwa bora zaidi yao. Unadhani kwamba watakuja kukubali kirahisi na mkapata ushindi kama inavyokuwa kawaida kwa sasa hivi? Kitu nitakwambia ndugu mtangazaji ya kwamba swali yako ni nzuri sana, lakini R1 naambia Mario na Alex Frimpong wajue kwamba si kauli mbiu yetu mazoea yana taabu. Kama kisa alivyosema kwamba amejifunza mengi, lakini sisi hata nikimfunga bao moja nitasema sijagomboa. Nina uhakika ya kwamba nitamfunga zaidi ya goli 3 tunavyojiandaa vizuri. Wenyewe najua kama kisa alivyosema, kwanza ujue kwamba bwana Mario mitandao imeshakuwa wazi. Hivi sasa hivi hata watoto wangu wakiambia waliwahi kufunga wakisema hapana, lakini nitakwambia mtangazaji, mwambie Mario aende kwenye YouTube sasa hivi aone gisi ninavyomshenyeta. Ataona gisi ninavyomshenyeta, si historia. Mimi kwa kwake sio historia tu ya mbwembwe. Hapa tunasema tu kwa sababu ukweli usema, lakini ajua kwamba nitamutandika zaidi ya goli 3. Na atakachojua jezi zimesha kuwepo zamani. Jezi zimesha kuwepo, tumenunua jezi 26 na hizo jezi na mashabiki wako na training zipo, kila kitu kipo. Kuna jezi 2, utaona nyingine ya Tajante pale na Ajax. Tuambie kama sisi tuko hapo kwa sababu washenyete. Kwa hivyo kiongozi, niwaambia kwamba kwa kujiamini ya kwamba nitafunga Alex, mimi na Alex tumeweka dala 500 na 500 yake ndio itagharamia tena machi itakayokuja. Hiyo ndio naweza nikaongea kwa kifupi mtangazaji. Naona umezungumza kwa hisia kali kubwa sana, na ukizungumza kwa amini kwa kujiamini sana kwa kikosi chako ambacho ulicho nacho. Nini hasa kitu kinachokupatia nguvu hasa kujiamini kiasi hicho bwana Tajante Ngongo Mtambala? Kitu gani ambacho kinachokuaminisha kabisa mpaka unaongea kwa majigamba na kusema kwamba hii lazima muwashenyete kama unavyozungumza? Nini hasa kinachokupatia nguvu zaidi? Ni kitu gani? Kikosi chako ni kizuri na kina ubora zaidi ya au ni kitu gani hasa ambacho unajigamba nacho kabisa hapo? Mimi kwanza nitakwambia kwamba mtangazaji, mimi kwa sasa hivi sioni kama mimi na ni dabi. Yaani sioni dabi kwa sababu sio hata dabi. Kama gisi alivyoongea Lele ya kwamba au mazoea na au wameshakuwa watoto wetu. Mimi sioni kake dabi na mtu ayachukua hata kombe. Kwa sasa hivi kiwango changu kizuri. Na mimi huwa kinanipa hasira sana. Kila mati ya huwa na hii jezi. Unaona na jezi, hii jezi ni jezi ya mchezaji wangu Mayanga. Hii ni jezi wanaifasi, nafikiri Bwinga hapo ameona hapo namba 10. Unaona? Kutokana na hivyo mimi najiamini, mimi na sio tena dabi. Na siku hii ndio mara ya kwanza mtangazaji kusema mimi na ni dabi.
kama ni pesa ninazo, wachezaji wazuri ninao, uwanja mzuri. Hebu kwa maandalizi ya ligi kambi nzima wanani wana mashine za kufyeka viwanja, wanani Nyerere tu Kwa hiyo kama ni pesa tunazo, kila kitu tunacho. Mimi siko hapa kwa sababu ya masuala yao ya giza. Hata sasa hivi kisi namwambia Mario tucheze na Mario match na Andre sasa hivi nitamfunga goli 4. Unaona? Angalia mwenyewe ndugu yake mwenyewe Alex ndo matajiri wa KL. Alex mwenyewe anasema kwamba alifika na ruhusa ya soka 2028. 2028 kabisa, hiyo ni kweli? 2028 ni kweli? Unaona? Na mkataba wetu tutawashenyeta mpaka hiyo 2028. Asante sana. Asante sana wapenzi watazamaji wa Tajiri wa Moto TV. Unaweza ukaona namna gani mambo yalivyo kwa makali kweli. Mambo ni moto kuelekea dabi ya R1 Sport zidi ya Kiwana Mtetezi. Mario, umemsikiliza hapa Tajante Ngongo Mtambala akizungumza kwa hisia na akisema kwamba nyinyi hii hamna kutoka, na amezungumza kabisa akisema kwamba katika miaka hii na amejidai kwamba nyinyi sio dabi tena kwa sababu hamjawahi kuchukua ubingwa wote katika kambi ya wakimbizi Nyarugusu. Kwa hiyo hamna sifa hiyo au ya kusema kwamba kati ya R1 na Kiwana ni sema dabi ya kambi Nyarugusu. Kwako wewe ulivyomsikiliza Tajante Ngongo Mtambala, una kipi cha kumwambia Mario? Namwambia Tajante hivi, nimekubali sijawahi kuchukua kombe, lakini nitamfunga wiki ijayo na atalia na iko na kombe yake. Atalia na hiyo kombe yake hii. Yeye Tajante iko hapa. Utamuulizia hivi, kati ya kombe na kufunga kie unachagua nini? Atasema kufunga kie. Yaani aonaji kombe ni ya maana kwake. Sasa mimi namwambia hivi, nachagua kumfunga, sitaki kombe, nitamfunga. Na kama ni pesa, anasema ana pesa, na mimi ninazo. Na mimi ninazo, nina wachezaji wazuri. Mavarele siweze sabia hiyo. Tulishapita huko. Kwa hiyo ajandae na kipigo kikali sana. Amesema 3. Mimi shida yangu mimi ni kufunga tu. Yeye akae na hizo 3 zake, lakini nitachukua 3 muhimu. Pointi 3 ndio nitachukua kwake. Akifunga 3 mimi nitafunga 4. Akifunga 4 mimi nitafunga 5. Anayezungumza hapa ni Tajiri wa Moyo pesa watazamaji, na tuko kwenye interview hapa na mashabiki hao waliokuwa wachezaji wa timu hizi mbili kati ya R1 Sport zidi ya Kiwana Mtetezi, na hao tayari wako nje ya Tanzania, wanaishi Marekani, wengine wakiwa Ulaya. Kwa hiyo tunapiga nao story hapa kuweza kuona namna gani mambo yatakavyokuwa katika mchezo ambao unakwenda kupigwa pale wiki kesho kati ya R1 Sport zidi ya Kiwana Mtetezi, ambapo hawa ni watani wa jadi kabisa kutoka katika soka la kambini Nyarugusu. Sasa hapa mbele ya kamera yako unamuona kuna Alex Frimpong. Huyu naye aliwahi kuwa mchezaji wa timu ya Kiwana Mtetezi na hatujamsikiliza hapo kwa muda mrefu, so amerudi na tuende kumsikiliza ni kipi hasa ambacho wanachokizungumza baada ya kusikiliza majigamba yote haya kwa upande wao na upande wa timu R1 Sport. Na nimedokezwa hapa kwamba Tajante kwamba yeye ameingia mfukoni na kutoa shilingi dola 500 kwa ajili ya kusindanisha katika mchezo ambao unakwenda kupigwa hapa wiki kesho. So Alex, tuthibitishie hilo ni kweli, na kama ni kweli, na vipi hasa maandalizi ya timu yako yakoje, na ukilinganisha katika siku za hivi karibuni mmekuwa mkipoteza kila mnapokutana na timu ya R1 Sport. Nguvu gani ambayo unayo ya kujiaminisha kusema kwamba na kuwa na moyo wa kusema kwamba utoe kiasi hicho cha dola 500 kwa ajili ya mchezo huu ambao unakwenda kupiga hivi karibuni? Alex. Kwanza mimi nashukuru zaidi sana kwa sababu walipoongea ambao walitangulia waliongea tu sawa. Na mimi katika maisha yangu kitu ambacho nilijutia zaidi sana ni kucheza mechi ya Kia na RA. Kwa hiyo nafasi mimi sikuipataga wala hata siku moja. Ila mpira wa Kia na RA, Kia na RA ni mpira mgumu zaidi sana. Ila
mtetezi kwa sasa hivi ya nasi vijana ambao wanajituma zaidi sana, wana vijana ambao wanajituma, yani wanajituma kweli. Kwanza nikwambie ndugu mtangazaji, hapo nyuma nikurudishe tu nyuma kidogo. Hiyo ligi ambayo tuliacha hapo, tulikuwa na akili, tulikuwa na RN mtu mmoja, lakini sisi tukamalizia ligi tukalishia watu nani nafasi ya 4, ndio tuliishia na RN. Hiyo neno ambayo aliongea Tajante ya kusema eti mazoea na tabu, yeye Tajante kama atakuwa na kumbukumbu kipindi kwa Afrika alikuwa anaviandika hivyo hivyo, akienda uwanjani anakuja na Rwanda. Mazoea na tabu mazoea na tabu, lakini akienda uwanjani anakuja na Rwanda. Ila basi nataka niseme hivi, nataka nizipitishie. Mimi na Tajante tumeshaweka kila mtu dawa ya $500 cash. Mimi nimwambia withdraw ndio nipatia withdraw $100 akitosha tu, akifikisha tu win nitamuongezea, lakini na uhakika mie nitamfunga Tajante RN. Okay, Alex. Naomba nisikize kidogo hapa. Labda nikuulize swali. Amezungumza hapo Mario akisema kwamba yeye hawana timu yenu nyinyi kama mnateza hamna haja ya kuchukua ubingwa. Ina maana kwamba mnapokuwa kwenye mashindano mkiwafunga timu R1 Sport mmekuwa mmerizika, au mnakwenda kwenye mashindano kwa ajili ya kufunga timu moja tu na mnakuwa mmerizika, au maandalizi yanakuaje? Tuambie basi hapo. Naona kubayana kile ambacho alichokizungumza hapo Mario kwamba yeye ajali kuhusiana na kombe, lakini yeye anachokitaka ni kuwafunga timu ya R1 Sport. Je, na wewe ndio inakuwa mimi maandalizi yenu kwa ajili ya mchezo huo mmoja au namna gani? Alex. Kwanza ukumbue nani ndugu mtangazaji, Kenya na RN Derby ni yani maasimu, yani miaka na miaka. Kwa maana hiyo hata kama RS nani Kenya sisi tukiwewa ubingwa, tukifungwa na RN, ule ubingwa wetu utakuwa kama umeshuka thamani. Na endapo kama RN hata kama kiwewa ubingwa sisi tumemfunga, ule ubingwa wake utakuwa umeshuka thamani. Kwa maana hiyo sisi mechi ya RN na Kenya, sisi watu wa Kenya na watu tunaiandaa tofauti na mechi zingine zote zile. Kwa maana sisi kufunga RN ni ndora yetu. Hiyo ndora yetu kufunga RN. Kwa maana hiyo unadhibitisha kwamba nyinyi kwenye masuala ya kuchukua ubingwa hamko mbali sana, yani hamko huko kabisa. Nyinyi mna focus zaidi sana na kuipiga derby. So mnapopiga derby na mnakosa ubingwa, nyinyi mnakuwa mna furaha kabisa, mnakuwa hamna cha kupoteza hapo. Kwanza sisi tunaangalia mechi ambayo iko mbele, ndio tunadili nayo. Na hii kama tukisema eti kama tukifungwa, kama tukikosa kubeba ubingwa, sawa, hakuna shida, lakini tunaangalia hii mechi ambayo tuko nayo hapa. Hii mechi ambayo tuko nayo hapa ndio ya RN. Kwa hiyo ndipo kama sisi tukifunga RN, tukifika hapo mbele tukienda kuanguka, roho zetu zitakuwa zimetulia, sio wanapoteza. Unaona, lakini tunaangalia hii mechi ambayo tuko na RN tuwafunge. Vingine vyote ambavyo tutakao kuja mbele hadi vya baadaye ndio mpira, tutaelewa kama huo ndio mpira, lakini kwanza RN ndio tunadili nao, tunakula nao sani moja. Okay. So tukija kwako Lele, umekaa kwa muda mrefu sana hapo hujazungumza na umesikiliza hapa umesikiliza upande wa pili, umesikiliza upande wako namna ambavyo walivyokuwa wanazungumza kuelekea katika mchezo huo au kuelekea katika derby hiyo. So Lele, nikija kwako kwa namna ambavyo umewasikiliza na nyinyi kama timu ya R1 Sports ukiwa kama mchezaji, so mkienda kwenye mashindano vile vile nyinyi mlikuwa kwenye ideolojia kusema kwamba sisi tunaenda kwenye mashindano kwa ajili ya kushindana na timu fulani, au mlikuwa mnaenda kwenye mashindano kwa ajili ya kuchukua ubingwa? Na baada ya kusikiliza hapo, tumesikia hapo Tajante pamoja na Alex wameweka dau kabisa hapo kwa ajili ya mchezo huo. Una maoni gani na kipi ambacho nawaambia kuhusiana na hicho? Lele. Ya, nashukuru sana tajiri wa moyo
Na niseme kwamba ni never ever R1 kwenda kuligi kuchezea timu moja, tufunge R1 au tufunge King A au tufunge Young Boys tukao tumelizika. No. Malengo ya sisi kwenda kuligi ni kufunga kila timu na tubebe kombe. Aswa nafikiri hicho ndo cha muhimu. Na kutokana na ni udadisi na sio hata udadisi. Malengo ya King A ilikuwa ni kufunga R1. Sisi hatuna malengo kama hayo. Malengo ya R1 ilikuwa kwenda kuligi kuchukua kombe basi. Ijapokuwa King A tuwafunge, lakini malengo ya R1 ni kuchukua kombe. Tuikose tusipoikosa hicho. Nafikiri ukitazama au ukitathmini pendekezo tuseme, sijui nitaongea lugha gani hapa, maneno aliyoongea bwana Alex na Mario, utaona kwanza King A inaonekana hata kimdomo lilikuwa ni timu ndogo tu bwana mtangazaji, utaelewa mwenyewe ni timu ndogo. Unaona? Sababu hakuna timu inayochezea eti nionyeshe jezi tu nina jezi ngapi au nimfunge R1 ndo nimerizika. No, and we can't do that. As kama R1 hatuwezi fanya hivyo. Unaona? Kwa hiyo niwape pole. Na kutokana na timu ya sasa ya R1 ya sasa, nafikiri King A hawana nafasi tena mbele ya R1, hawana nafasi. Sababu sio ile King A, hakuna Mario, hakuna Bango, hakuna Emporio, sio ile King A. Nafikiri hata matokeo depuis Mario aje huku Ulaya au tuseme Marekani, hakuna siku alisikia eti King A anafanya R1 hivi. Nafikiri anachosherekea huko Marekani ni drone. King A tumetoa drone na R1, hicho ndo anachosherekea. Lakini sisi R1 ya sasa hivi tukitoa drone na King A tunahuzunika kwa sababu sioni tena upinzani ulikuwepo, lakini sasa hivi hakuna kabisa. Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu kwamba hiyo wiki ijayo lazima kitaeleweka taka ustaki. Na hizo $500 hizo $500 ataziona yeye, Alex ataziona. Atazionaje? Ataona ile manguo ambayo itavaliwa kule, majezi imeandikwa sijui nani ndo asherekee. Sasa hizo $500 zimeenda, hata zisherekee tofauti na maumivu yenye atasikia. Kwa hiyo nafikiri naweza ishia hapo. Upinzani kabisa wa King A na R1 tena hakuna, umeisha, haupo. Asante sana Lele, kama tulivyokuwa zamani. Asante sana Lele kwa hicho ambacho ulichokizungumza. Pengine labda tukiwa tunamalizia, unajua katika soka letu la kambi ya Nyarugusu tunakumbwa sana na imani za kishirikina. Sasa ukiwa kama mchezaji ambaye uliwahi kuchezea katika timu zote hizo mbili kwenye maandalizi hiyo, naamini uchao ulikuwa ukitumika sana. Wewe ni mmoja wapo wa watu ambao walikuwa wanaamini kwenye kushinda kwa kutumia uchawi, Lele? Hakika kwa miaka yote ambayo nilichezea R1 sikuamini dawa hata siku moja. Sikuamini uchawi kwa wachezaji wenzangu. Hakuna kinachoshinda mazoezi. Na kusikiliza yale ambayo mwalimu anatuongoza basi. Lakini uchawi sikuamini kwa hilo hata siku moja. Nafikiri umenisikia bwana mtangazaji. Ndio, na kusikia na kupata vizuri kabisa. Sasa tukija kwako Alex, umemsikiliza hapa Lele akizungumza kuhusiana na dabi hiyo ambayo inakwenda kupigwa wiki kesho. So katika soka letu la kambini nafikiri uchawi unakuwa unapewa kipaumbele sana kuliko hata maandalizi ya wachezaji pale kama Nyarugusu. Watu wanakuwa wanawekeza nguvu sana, mamilioni yanatumwa ukisani kama wale waganga watapata faida kweli katika huu mchezo mmoja. Zaidi ya mamilioni yanatoka kwa ajili ya mechi moja tu. So unadhani kitu gani hasa ambacho kinapelekea mpaka watu wanaamini kwenye ushirikina na wasiamini kwenye nguvu kazi ya wachezaji, Alex?
Yeah. Vitu vya mingi kwa sana. Kwa upande wangu mimi sikuwahi kuamini uchawi. Maandalizi ya timu hivi gani ambapo tutakavyojiandaa ni wachezaji. Yes. Zile pressure zinakuwa za washabiki. Zile pressure zinakuwa za washabiki tu, lakini katika uchawi mimi siwezi nikazungumzia kwa sababu mtu kujiandaa inakuwa ni kitu tosha zaidi sana. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu mimi siwezi nikaamini uchawi. Ila mimi naweza kaamini zaidi sana kwa sababu kikosi changu mimi KM Mtetezi tuna wachezaji wazuri. Kwa sasa hivi tuna wachezaji wazuri zaidi sana. Ndio kitu ambacho mimi naweza nikajivunia tofauti na uchawi. Kwa sababu huo uchawi hautaingia uwanjani kucheza tofauti na wachezaji. Maana sisi tunaamini wachezaji ndio wako nguvu, ndio watakao kupatia sisi ushindi. Kwa katika imani la uchawi mimi siwezi kukubali. Asante. Okay, asante sana Alex kwa maoni yako, kwa hicho ambacho umekizungumza. Tukielekea kwenye kumalizia, ni neno gani la mwisho ambalo unaweza kupenda kulizungumza Alex? Neno lako la mwisho ambalo ungependa kulizungumzia kuelekea katika mwishoni mwa interview hii. Neno lako la mwisho kuelekea katika dabi ya Kariakoo unasemaje? Dabi ya Kambini Nyarugusu unasemaje kwa maoni yako ya mwisho bwana Alex? Kwanza mimi nitaomba tu washabiki na wanakijiji wa KM Mtetezi wajumuike kwa pamoja ili tusherekee ushindi. Maana ushindi ni lazima. Labda watu watafikiria labda sisi tuko tunaongea bila tajante labda ni utani. Lakini pesa zipo, tushaweka pesa. Moja kwanza hizi pesa labda watu watafanya tuko hapa kufa kwenye interview. Mungu ya pesa hizi hapa $500 ndo tuliweka kwa hiyo mechi $500. Ila mimi nina imani zaidi sana timu yangu ya Mtetezi tutafunga. Nilimwambia Tajante nampatia win draw, akidraw anachukua $500. Akidraw tu anachukua $500. Pesa hizi hapa labda watu wanaweza kusema eti wanasema tu hamna. $500. Nilimwambia akidraw tu anachukua $500. Kwa hiyo nitaomba wana Mtetezi ambao wako huku tuzidi kusupport timu yetu ya Mtetezi. Tuna kikosi kizuri na imani kama tutapata ushindi kwa mechi ambayo tutacheza na KM. Maana wengine ndio watatutosha kwenye kundi. Okay, asante sana Alex. Okay, asante sana Alex. Nikija kwako Tajante Ngongo Mtambala. Umemsikiliza Alex hapo akizungumza kuelekea hiyo dabi ya Kambini Nyarugusu pale, na amejigamba sana akisema kwamba nyinyi mkifunga au kutoa drone hiyo $500 ni halali yako. Ni kama zarau fulani hivi anaonyesheni wachezaji wa zamani au mafanzi wa timu ya R1 Sport. Nini hasa ambacho unaweza kumwambia Alex kuelekea mwishoni wa kipindi chetu Tajante Ngongo Mtambala? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza naomba hii mada iwe endelevu, hata redio zingine ziwe zinafanya hivi, siwe tu kwa sababu ya hao watoto wadogo zetu ambao wanajiita dabi na sio dabi. Mimi niweza kwambia kusema neno dabi sioni maana ya dabi. Ila nitamwambia Alex amuulize Gari Kilozo nilichomshenyeta hasa nilichomfanya miaka 2 hasa mwaka uliopita. Hizi nazichukua. Najua wenyewe ndio wanahonga pesa. Kila ligi tunakumbana RN, kila ligi uangalie tu ni simu inavyokwenda. Na anayehonga pesa tu Alex, najua Mario na yeye yuko pale wanahonga pesa. Wanafikiri watatupiga, lakini nasema tena hivi. Hizi kwake tunaenda tunatoka hapa. Mimi nasema za kwangu zipo Alex, ndio kila zipo. Na hizi za kwake ndio zitanifungia tena machi inayokuja. Yeye aseme zarau, unajua Alex hana pesa. Hizo wachezaji wa KM hawana pesa. Mimi ni mwanajeshi. Mimi niko kila kitu. Kwa hiyo kama ni pesa, bora punda afe mzigo ubaki. Asikutishie na mbwembwe, lakini nasema nitapiga.
utakula tunaokomba ete abwa ete njo ya ukode tunaokomba ube Mario inyo motendo benuna lekta muna bahati. Okay, asante sana Tajante Ngongo Mtambala, umezungumza hapa maneno yako ya mwisho na kusema kwamba utawapiga kama mbwa, yani kila mtetezi awachomoje kwenye mchezo huo unaokwenda kupigwa wiki kesho. Sasa nikuja kwako Mario, umemsikiliza hapo Tajante Ngongo Mtambala, umemsikiliza hapo Lele Bwinga, umemsikiliza hapo Alexi wakizungumza maneno yao ya mwisho kuelekea mchezo huo wa wiki kesho. Sasa tuje kwako Mario, unazungumzaje maneno yako ya mwisho yakoje na unawaambiaje mashabiki wale ambao wanawategemeeni na wale ambao wanatumaini kabisa ya kuweza kushinda mchezo huo, unawaambiaje mashabiki wa Kiwani Mtetezi kuelekea katika mchezo huo wa wiki kesho Mario? Asante sana wana tajiri wa moyo. Kwanza nawaambia washabiki watulie, ushindi ni wetu na haiwezi kutusumbua tena. Najua bwana Tajante atalia baadaye, na sipendi inbox nisameni, sipendi msamaha. Alex, hizo pesa chukua pelekea watu, hakuna misamaha. Na nilisikia uliuliza swali moja pale kuhusu green, yani dawa tuseme. Mimi mchango wangu kwa wachezaji wote, sio wakabini, wachezaji wote, mpira sio dawa, hapana. Mpira ni zoezi. Ukipiga zoezi nzuri, ukijiamini, utacheza mpira mzuri. Ukifuata maelekezo ya kocha, utacheza mpira mzuri. Ndio dawa ya mpira hiyo. Lakini hivi vingine vyote ni vya bure tu. Na mpira wa kambi ndio ulivyo, vyetu. Lakini haina percent ile. Haina percent. Haina percent. Lakini Tajante ajiandae kulia na hiyo 500 tutawatumia wakunywe soda. Hiyo ni kweli. Asante sana Mario kwa mchango wenu. Kwanza mimi niseme tu asanteni sana ndugu zangu kwa kuweza kuitikia wito na kuungana na mimi katika kipindi hichi cha leo. Sina la ziada katika siku ya leo. Pesa watazamaji wa Tajiri wa Moyo TV, ulikuwa nami Tajiri wa Moyo na hii ni Tajiri wa Moyo TV. Tukutane katika vipindi vijazo vingine vya Tajiri wa Moyo. Vile vile usisahau kututembelea mtandao wetu wa kijamii Tajiri wa Moyo pale YouTube, Tajiri wa Moyo Instagram, TikTok na Facebook. Kote huko tuko katika jina moja tu la Tajiri wa Moyo TV. Una maoni gani katika kuelekea mchezo huo wa dabi ya Kariakoo? Amini dabi ya Kambini pale Kambini Rugusu? Tuweke comment yako pale, tuambie ni kina nani ambao ungependa sana tuwaite katika studio yetu Tajiri wa Moyo TV hapa na tuongee nao, tuwahoji kuelekea katika dabi hiyo. Sina la ziada, nasema asanteni sana kwa wote ambao tulishirikiana wote kwa pamoja kuanzia tulivyoanza mpaka hivi tunakwenda kutamatisha kipindi chetu. Asanteni sana na kweni na siku njema. Bye bye.